Kabla ya kuanza somo la leo, tuweze kuomba. Baba yetu Mungu mtakatifu, ninakushukuru sana kwa kuwa umekusudia na kudhamiria kila anayesikia aweze kuokolewa. Tunapoangalia maandiko matakatifu, anayefuatilia kwa njia ya television, anayefuatilia akiwa hapa, anayefuatilia akiwa nyumbani, kwa njia ya mtandao, wote tuunganishe kuwa kitu kimoja, ili mwisho wa yote utukufu ukurudie wewe. Neema yako inatosha. Kwa jina la Yesu tumeomba na kuamini, amen. Natamani leo tuangalie somo ambalo linasema aina za maombi ya wakati wa maumivu. Nimesemaje? Ndiyo, wakati wa maumivu kila mmoja anajua kwamba ni wakati ambao ni mgumu, una changamoto. Tumeangalia katika masomo yaliyopita ya kwamba wakati mwingine kwa kuto kujua unaweza ukajikuta umeomba maombi ambayo sio wakati wa maumivu. Bado ngoja niweke vizuri. Kila ugonjwa una dawa yake. Kwa hiyo huwezi tu kukariri ukatumia aina fulani ya dawa kwa ugonjwa ambao sio. Sasa kwa kuyaelewa yote haya, unaelewa kwamba hata katika changamoto ambazo tunazipitia, unapoongea na Mungu, ukielewa aina gani ya maombi uitumie wakati gani, ni kama vile njia yako inakuwa rahisi zaidi, tofauti na mtu ambaye hajui kabisa. Unapoingia kwenye maombi, kwa mfano, mtu ambaye anaomba akiwa anajua ahadi za Mungu kuhusiana na hitaji, inakuwa ni rahisi zaidi kwa huyo mtu kupata majibu kuliko mtu ambaye anaomba kibubububu au kiupofu. Bado mchungaji hatuja kuelewa. Tuangalie Yesu akiwa anajaribiwa pale jangwani. Twende pamoja sasa hapa. Kumbuka nimesema napenda zaidi tufundishane wote. Hakuna anayejua kuliko mwingine. Haleluya. Haya, wakati Yesu anajaribiwa, jaribu la kwanza la Yesu lilikuwa ni nini? Aliambiwaje? Hebu nisikie tu, hata wale ambao wanafuatilia nao watajua kuna watu wako hai hapa. Alisemaje? Mawe kuwa mkate. Kwa hiyo nafikiri mgogoro pale ilikuwa ni nini? Yaani ni sehemu gani ya maisha hapo imeshambuliwa, inajaribiwa hapo? Chakula. Haya, twende kule Edeni. Edeni cha kwanza ilikuwa ni nini jamani? Umeona, chakula ndio jaribu namba. Hata nyinyi ambao mko hapa mmetoka vijiji vya mbali mkaja hapa, lengo ni chakula, tumbo. Sasa angalia Yesu anavyojibu. Akaambiwa kwamba badilisha mawe yawe mkate ule. Anajibu hili jaribu kwa kutumia imeandikwa. Hasemi tu nenda nyuma yangu shetani, hakemei tu, anasema imeandikwa. Mtu hataishi kwa mkate tu. Kwa lugha nyingine ni kwamba pale ambapo unajaribiwa, ukiwa unajua neno la kujibu, unamaliza adui kwa haraka sana. Kwa nini ni kwa haraka sana? Ni kwa sababu neno la Mungu ni upanga. Haleluya. Neno la Mungu ni upanga. Kwa hiyo unapojibu unajikuta kwamba unamaliza adui kwa haraka. Nafikiri msihangaike sana kwa sababu sitatumia msomaji leo. Asante sana. Kwa hiyo neno la Mungu ni upanga ambao ukiurusha kwa adui, ukijua imeandikwa. Nasema, narudia tena, jilishe neno la Mungu ili ujue unajibu nini wakati wa majaribu. Haleluya. Sasa kila mmoja wetu amekutana na usiku mrefu wa maumivu. Unatamani pakuche haraka. Na kuna wakati mwingine sio pakuche haraka, lakini unakuta ile maumivu unayoyapitia unatamani hilo jambo lingepita haraka sana, lakini kuna wakati linakuwa refu. Kuna wakati unatamani ingekuwa ni ndoto, si halisi, lakini imekuwa ni halisi. Ufanyeje wakati kama huu? Kitabu cha Yakobo sura ya 5 fungu la 13, nitasoma Kiswahili cha kisasa. Anasema, je, pana mtu yeyote miongoni mwenu aliye na shida? Anapaswa kusali. Je, yuko mwenye furaha? Anapaswa kuimba nyimbo za sifa. Kiswahili cha kizamani hakijasema hivyo. Naamini unacho hapo, lakini twende vizuri.
Anasema, je, pana mtu yeyote miongoni mwenu aliye na shida anapaswa kusali au kuomba? Je, yuko mwenye furaha anapaswa kuimba nyimbo za sifa? Inapokuja hoja ya furaha, sio tu tuanze kushangilia. Naongea lugha ya Kiswahili cha mtaani, wanasema sio kula bata. Yaani una furaha wewe ni kula bata, yaani wewe unashangilia. Anasema wewe Mkristo, namna yako ya kushangilia ni tofauti na mtu asiyemjua Yesu. Haleluya! Tusikie nyimbo za sifa za kumtukuza Mungu kwa matendo yake makuu aliyokutendea, kumsifu Mungu. Wewe una furaha. Lakini anasema kama una shida yoyote ile, kazi yako ya kwanza ni kuomba. Changamoto tulionayo ni kwamba watu wakiwa na shida anaanza kutafuta msaada kabla ya kuomba. Bado kama una shida yoyote, Biblia haijasema mpigie mchungaji. Inaongea na watu au na binadamu? Biblia inasema cha kwanza fanya nini? Omba. Kwa nini inakuwa ndio kipaumbele cha kwanza? Unapoomba wakati wa changamoto, moja ya vitu vya kuomba ni hekima ya Mungu. Anakuongoza ya kwamba tatizo lako ulitatue kwa njia gani. Hata watu ambao unadhani kwamba watakusaidia, kuna watu wengine hawajaandaliwa kwa wakati huo ili waweze kutatua tatizo lako. Bado. Yaani unapokimbilia kutafuta msaada kwa watu, unaweza ukamuona mtu ambaye hakuandaliwa kwa ajili ya shida hiyo. Mungu atusaidie sana tuweze kuelewa hapo. Mnakumbuka wakati Elia amekuwa na changamoto, ana shida ya njaa, wakati ule yuko porini, pamekuwa na ukame mkubwa sana, kuna changamoto ya chakula. Biblia inasema nimemwandaa mwanamke mjane atakulisha. Sio kila mtu ameandaliwa kwa ajili yako, ila kuna mtu Mungu amemwandaa kwa ajili yako. Na ili uweze kumjua nani ameandaliwa kwa ajili yako, ni mpaka uisikie sauti ya Mungu. Na ili uisikie sauti ya Mungu, mpaka uingie kwenye maombi. Katika maombi tunazungumza na Mungu, anatupatia maelekezo. Kuna maneno kadhaa natamani uweze kuyapata, usihangaike kuyaandika. Wale ambao watakuwa wanaangalia baadaye watakuta kwenye slide imewekwa vizuri, wataona haya maneno. Namba 1, neno shida. Neno shida katika lugha ya asili ambayo imeandikwa, lugha ya asili. Mnakumbuka wakati fulani tulikuwa tunaangalia kuomba kwa kushukuru na kuomba na kushukuru, ya kwamba katika lile andiko kuomba kwa kushukuru ndiyo Kiswahili sahihi, kwa sababu katika lugha ya asili neno lilotumika sio na, ni kwa. Hivyo basi unaposikia anaposema mtu yeyote, je, pana mtu yeyote miongoni mwenu ana shida au aliye na shida? Neno shida maana yake ni nini? Wenzetu wa Giriki jinsi walivyo ni matajiri wa misamiati. Matajiri wa misamiati kweli kweli. Kwa mfano, unaposema uhai kwa lugha ya Kiswahili, tuna uhai ni neno moja. Ili liwe tofauti lazima tuongeze sifa mbele, uhai wa milele. Lakini neno la asili la kwanza, msamiati wa kwanza ni uhai. Iwe ni wa muda, iwe ni wa milele, ni uhai. Wenzetu wa Giriki kwa utajiri walionao wa misamiati, wao wanapoongelea habari ya uhai wa milele na wanapoongelea uhai wa kawaida, wana misamiati miwili tofauti. Mtazame jirani yako, mwambie unaelewa au unachanganyikiwa. Amekwambia aje? Anachanganyikiwa ndivyo inavyokuaga. Wenzetu ni matajiri wa misamiati kweli kweli. Kwa mfano, wanapoongelea uhai wa binadamu wanaita bios, ndio asili ya neno biology. Wanapoongelea uhai wa Mungu, ukisema Mungu yuko hai, wanatumia neno zoe. Umeona ni maneno mawili ambao kwenye Kiswahili yote ni nini? Ni uhai. Ukisikia Yesu anasema anawapa uhai, uzima wa milele, ni zoe. Sasa pale msalabani Yesu wakati anakufa, tulifanya mbadilishano wa aina ya uhai. Hapo unisikilize vizuri. Ukisikia andiko linasema kwamba akakata roho, akatoa roho yake, akatoa uhai wake, ni kwamba yeye Yesu alitoa aina ya uhai inayoitwa zoe, uzima wa milele, akatupatia sisi. Kwa sisi tukapata ule uzima wa milele. Wa kwetu ukatoka, ule uhai wetu unaitwa bios, ukatutoka sisi ukaingia kwake.
Ulipoingia kwake, hii bios haiwezi kustahimili adhabu ya dhambi, ndio maana akafa. Tunaelewana vizuri hapo? Sasa akafa. Sasa akisema mna uzima wa milele, tulibadilishana. Haleluya. Tuje kwenye neno shida. Wenzetu wanaposema shida zinatofautiana, shida na shida na shida. Kwa hiyo kuna saa akisema shida, Mgiriki lazima msikilize vizuri, anaongelea shida ipi? Kwa hiyo neno ambalo wamesema hapa, je, pana mtu yeyote miongoni mwenu aliye na shida, ni neno ambalo yani hata ukilitamka inabidi uwe mpare kwanza ndio unaweza ukalitamka vizuri, kwa sababu sisi kule tuna s tunaitamka th. Hiyo ndio ya asili. Kwa neno hili ni kakopatheo. Simona, sio seo, theo. Tuko sawa sawa? Maana yake ni nini? Ni kuteseka kwa muda mrefu au kuvumilia mateso yanayoumiza moyo. Kwa wenzetu anapoongea mwenye shida hapa, kwa mujibu wa kitabu cha Yakobo, ni mateso ya muda mrefu ambayo umeumia. Sasa sio kwamba eti kila kitu, yani kila shida wewe uombe, kila changamoto uombe. Mbona sasa unakuwa mtoto ambaye anadeka? Umetafuna pilipili imekuwasha, Mungu Baba nisaidie, hii pilipili inawasha mdomo. Hata mbona sasa hivi huyu mtoto wangu nimezaa mtoto wa aina gani? Kila kitu anasema ni shida ambayo ni maumivu ya muda mrefu. Kuna changamoto imekupata. Baadhi ya changamoto hazitaki maombi, zinataka hatua. Tuko sawa sawa hapa? Kwa sio kila kitu unaomba, kuna vingine chukua nini? Hatua wewe mwenyewe. Mungu ameumba mtu mwenye akili timamu kama wewe. Hapa anaongelea kitu ambacho ni kizito, kimekuumiza kweli kweli. Anasema kama kimekupata hiki, wewe unatakiwa uombe. Mungu atusaidie sana. Nikatazama neno kusali. Neno kusali kwa wenzetu katika lugha ya asili iliyotumika hapa ina maana ifuatayo. Maana yake ni kuwasiliana na Mungu kwa unyenyekevu na imani, kama mtoto kwa baba yake. Tazame jirani yako, mwambie umeipata vizuri au adadavue. Amekuambiaje? Aya. Kuna kupeleka maombi kwa bosi, kuna kupeleka maombi kwa baba. Ni aina mbili tofauti, hazifanani. Mnakumbuka stori ya mwana mpotevu? Aliporudi, baba yake akatoa maelekezo. Ngoja nione kama tunakumbuka vizuri sasa tulioko hapa. Namba 1, akasema mvalisheni viatu. Cha kwanza ilikuwa ni nini? Vazi. Cha pili, pete. Msiogope, itajeni, imeandikwa. Haya, tunaanza. Cha kwanza ni nini? Vazi. Cha pili ni nini? Pete. Cha tatu ni nini? Viatu. Sawa kabisa, hamjakosea. Tunaanza upya sasa. Cha kwanza ni nini? Vazi. Cha pili pete. Cha tatu viatu. Kila kitu lazima nikwambie kazi yake. Sasa ili ndio uone hili neno hapa anaposema asali, aombe, anasema ni kuomba kwa unyenyekevu, sawa? Kuwasiliana na Mungu kwa unyenyekevu na imani, kama mtoto kwa baba yake. Ndio nikasema sasa tuangalie inakuwaje hapa. Mwana mpotevu wakati yuko kule anakula na nguruwe, alisema nitarudi kwa baba yangu, nitamwambia nimekosa, sistahili kuitwa mwana wako tena. Na mmekumbuka kwenye hii definition ya maombi hapa anasema ni kuwasiliana na Mungu kama mtoto kwa baba. Mwana mpotevu amesema mimi hata kwenye listi ya watoto usifanye nini? Usiniweke hapo. Lakini anapokuja cha kwanza, baba anasema mvalisheni nini? Vazi. Ninyi ambao mnajua Biblia, lugha za Biblia za kiunabii zina maana zake. Kuna maana ya mafumbo pia. Kwenye unabii wa Biblia, vazi ni haki ya Kristo. Haleluya. Vazi la harusi ni haki ya nani? Ya Kristo, sio haki yangu mimi. Kwa hiyo mwana mpotevu kwa haki yake hapaswi kuitwa mwana.
Kwa haki yake mwenyewe na matendo yake hapaswi kuita mtoto wa Mungu, hapaswi kuingia hapo. Lakini baba ametoa maelekezo, anasema mvalisheni vazi. Kwa lugha nyingine, wewe unanitazama, unapoamua tu kwamba unaingia kwenye maombi, Mungu anasema kwa matendo yake siwezi kumsikiliza, lakini mvalisheni vazi la haki yangu. Haleluya. Cha pili ni nini jamani? Pete. Pete kiunabii maana yake ni nini? Gumu? Mnajaribu? Haya. Kuna lesoni ilipita, sijui ni ya mwaka huu, mtanikumbusha vizuri. Nadhani robo iliyopita kama sijakosea. Mnakumbuka kuna story tulisoma habari ya Mordekai na nani? Na Hamani. Sawa. Nani ambaye alikumbukwa na mfalme akaambiwa kesho yake avalishwe mavazi na atembezwe mjini? Alikuwa ni nani? Mordekai. Adui yake alikuwa ni nani? Hamani. Mnakumbuka katika ile story mfalme akatoa oda kwamba huyu ambaye amevalishwa mavazi ya mfalme apewe pia na kitu gani? Pete ya mfalme. Pete maana yake ni muhuri. Muhuri maana yake dokumenti yoyote atakayoandika huyu mtu, akiweka muhuri, ina maana hiyo dokumenti ni ya mfalme. Kwa hiyo huwezi kumpa pete mtu ambaye unajua atakupindua, maana ataandika madokumenti yatasomeka kwa jina lako. Ni sawa na mimi nimpe mtu password ya email yangu, ina maana anaweza akaingia akaandika dokumenti yoyote, habari yoyote, na atakayeisoma atajua imetoka kwangu. Unaposikia maandiko anasema mvalisheni pete, maana yake ni kwamba kwa wakati ule pete ilikuwa ni kama kadi leo ya benki, ambayo akienda kununua bidhaa yoyote, akionyesha ile kadi, pesa zinakatwa kwenye akaunti ya mwenye kadi. Mtazame jirani yako, mwambie unaanza kuelewa. Amekuambiaje? Kwa hiyo ukajichanganya ukampa kadi yako ya benki mtu ambaye ni mwizi, atakomba pesa. Kwa anaposema mvalisheni pete kwenye kidole, ile familia ina pete zake. Kwa hiyo huyu ana haki ya kwenda popote, akaandika dokumenti yoyote, akachukua bidhaa yoyote, na akiulizwa nani achajiwe, atabonyeza pete pale pap. Kwa hiyo bili yote itakuja kwa mzee, na kwa bahati mbaya huyu mzee hata jina lake hatumjui mpaka leo. Yesu anasema tu kulikuwa na mtu mmoja, hatumjui jina lake mpaka leo. Kwa hiyo wewe unapompokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, unapotubu dhambi zako na kuungama, unaporudi kwa baba yako, unavalishwa vazi la haki ya Kristo, unapewa pete yake. Ina maana yoyote tunayoyaomba tunapewa, sio kwa sababu ya uzuri wetu, ila kwa sababu ya pete tulionayo. Mna habari hata wanaoenda kwa waganga huko kwenye mambo yao mengi wanapewaga na pete pia. Hata wahubiri wengi mnao waona duniani maarufu, wanaongea, wanafanya miujiza, ukitazama vizuri kuna pete wanazo. Sijasema kila anayefanya vile ana pete ya vituko, lakini wengi wanapewa hizo pete. Sawa. Sasa akapewa pete, maana yake ni kwamba akigonga muhuri papo, ina maana wewe uliyeko hapa, chochote unachokiomba kwa jina la nani jamani? La Yesu Kristo, unapewa. Ndio pete. Kwa nini anasema mvalisheni viatu? Ukisikia viatu sio kama hivi kwetu, ni sandals za wakati ule. Anaposema mvalisheni sandals au viatu, maana yake ni nini? Maana yake ni hii: zama zile ukiwa na watumwa nyumbani, si unakumbuka lile shairi lake, sema bora niitwe nani? Mtumwa. Zama hizo mtumwa akikaa kwako kwa muda mrefu, kuna mtumwa ambaye anafanya kazi vizuri mpaka unampenda, unamkubali. Ukishamkubali yule mtumwa, unamwasili, unamwadopt, unamwasili kuwa mtoto wako. Anapokuwa mtoto wako, akiita baba, kuna namna anaita, hapewi hadhi sawa na mtoto wa kibayolojia. Kama hujaelewa sema rudia mchungaji. Yaani kuna jina anaweza akaita ukasema huyu anayeniita ni mtoto wangu wa kuzaa, na kuna jina akikuita unajua huyu anayeniita ni mtoto niliyemwasili.
ni mtumwa aliyepandishwa hadhi. Na kumbuka huyu jamaa amesema ni heri niitwe nani? Mtumwa, lakini nile humo ndani humo. Kwa sasa akisema viatu ni status ya utoto, huyu mtu anakuwa nani? Tumesoma hapa ni juzi kama sijakosea ya kwamba Roho wa Mungu hushuhudia na roho zetu ya kwamba sisi ni watoto wa nani? Wa Mungu. Warumi anasema hivyo tunalia Aba. Huruhusiwi kumwita bosi wako Aba kama sio mtoto wa biolojia. Wewe ni mtumwa tu umepandishwa hadhi, anasema Aba, atakuuliza wewe mama yako hata simjui. Anaposema mvalisheni viatu, maana yake ni kwamba zama zile ilikuwa inaruhusiwa mtoto ambaye ni wa kibiolojia peke yake ndiye anaruhusiwa kuingia na viatu ndani. Wengine wote hata kama unaita baba, vua viatu, huyo anaingia mpaka ndani. Mungu atusaidie sana. Yaani kwa lugha nyingine, wewe ukienda kule kwa baba yetu, si mnamjua nanyi mnaposali salini hivi: Baba yetu uliye. Ngoja leo nikupe taarifa moja ambayo ni ngumu kuikubali, lakini ndivyo ilivyo. Ikatokea Mungu yupo kwenye chumba fulani, inatakiwa wewe uende. Malaika akikufikisha pale anaishia sebuleni, ila wewe unaingia mpaka chumbani. Natulia kidogo, ingie kwenye ubongo wako, maana kuna watu hapa walifikiri malaika ni wakubwa kuliko wao, lakini malaika ni watumishi wanaowatumikia wale watakao urithi wokovu. Kwa hiyo wewe unatumikiwa na nani? Kwa hiyo malaika akiambia niletee mwanangu hapa, na akienda tu pale anambia wewe ishi hapa, yeye aingie chumbani. Bado mchungaji, sijakuelewa. Utaangalia somo la wiki hii, tunaongea habari ya nanga ya roho na kwenye makambi yetu haya. Anasema ile nanga yetu ni tumaini tulilonalo, linapenya mpaka ndani ya pazia alimo Kristo. Sisi tunaingia mpaka ndani ya pazia. Haleluya. Maana kuna mtu akisikia malaika sema malaika ni wakubwa. Ni kweli ni wakubwa, ni wakubwa, sio uongo. Wana maumbo makubwa, ila ni viumbe wa rohoni wasionekana kwa macho ya kawaida. Ni kweli kabisa. Wenzetu Waislamu wao wana hadithi zao, akikusimulia mpaka unaweza ukaogopa kabisa. Anakuambia Jibrili alayhisalam ni mkubwa kiasi kwamba akifungua mdomo wake ukaamua wewe kutembea kutoka hapo hadi kwenye koromeo lake, ni mausiku si mangapi, unatembea tu kwa ukubwa wake jinsi alivyo. Sasa hapo hujafika. Wana malaika anaitwa Sirafil, kuna malaika Zirail. Ukija kwa wenzetu wa Katoliki nao wana aina ya malaika wao, wako wengi. Wa Protestants tuna wachache, sio kwa wanaotulinda, ila ni kwa ufahamu. Si tuna Gabrieli, si ndio hivyo jamani? Waislamu wanaita Jibril, alafu tuna Mikaeli. Tuko sawa sawa? Kuna mwingine mnamfahamu kati ya hao? Yaani mmeishia hapo. Ukienda kwa Katoliki kuna Rafaeli. Wako wengi. Sasa ni kweli ni wakubwa kwa nguvu, ni kweli wana uwezo mkubwa kwa nguvu kuliko sisi, lakini kwa cheo sisi ni wakubwa kuliko wao. Bado Mungu akasema na tufanye mtu kwa mfano, kwa sura. Ni malaika yupi? Kitabu cha Ibrania kinasema, au ni malaika yupi aliyemwambia njoo uketi mkono wangu wa kiume? Au akasema wewe ndiye mwanangu nimekuzaa? Yuko wapi? Hakuna. Ila kwetu sisi ametuambia hivyo. Haleluya. Bado mchungaji, sijaku na mimi nakuongezea tena andiko lingine. Malaika waliasi hawakuasi? Nani alikufa kwa ajili yao? Sisi tulipoasi mwenyewe. Unaona hadhi yako ilivyo ya juu Tena ukiangalia Ibrania sura ya 2, isome kwa muda wako yote. Sura ya 2 yote kwa muda wako. Ukirudi nyumbani kaisome yote. Anaeleza kabisa tofauti yetu kabisa na malaika.
Ndipo pale anasema kwamba ninyi mkiambiwa hizi story kwamba nyinyi ni wakubwa kuliko malaika. Ibrania sura ya 2 ile ndio inaelezea hii story ninayokuambia. Na summarize tu hapa. Anasema mkisoma ile story mnadhani kwamba anaongelea tu habari ya Yesu Kristo aliyepewa uwezo mkubwa kuliko malaika. Anasema lakini anawaunganisha na nyinyi kwa sababu hivyo haoni haya ya kuwaita ndugu zake. Ndio maana hiyo hadhi ni kubwa, ukitumia vibaya pia inaleta matokeo. Ndio maana watu wanafuga majini. Kwani majini si ni malaika walioasi? Watu wakiwa wamekaa kanisani hivi unafikiri hawajui hivi vitu. Kwa hiyo umeona wanatumwa na binadamu. Wanatumwa kwa sababu huyu binadamu ana cheo kikubwa ila kinatumiwa vibaya. Kwa hiyo anaposema kwamba mtu amepatwa na tatizo na aombe, anasema kuomba sio kuomba kwa kawaida. Na nafikiri kuanzia hapo utabadilisha staili yako ya kuomba. Anasema neno lilotumika pale kuomba maana yake ni nini? Ni kusali, ambalo ni preusekomai, maana yake ni kuwasiliana na Mungu kwa unyenyekevu, usiende kibabe, na imani. Lakini pia anasema ni kama mtoto kwa baba. Neno baba hapa ni aba. Aba maana yake unaongea ukijua unaongea na dadi, humfichi chochote. Shida ya baba zetu wa duniani tunawaficha, maana ni wakali. Kwa hiyo tukisikia baba yetu uliye mbinguni tunawaza na yule sawa na yule mzee wako, kama yuko vile. Mlisikia pakatokea changamoto kanisa la Anglican Uingereza, wakasema hii sala ya Bwana ihaririwe. Wakasema kwa sababu ina mfumo dume. Kwa hiyo wakaulizwa, kwa hiyo msemeje? Sema sasa tuanze kusema mama yetu, maana tunaona kama vile ana huruma zaidi. Hawajui kwamba hoja sio jinsia. Tuko sawa sawa hapo? Hoja sio jinsia, hoja ni cheo. Haleluya, Mungu atusaidie sana. Kwenye kitabu cha njia salama ndio, au jipatie amani moyoni, mimi nasema kile cha Kiingereza chake sasa, ukurasa wa 93, anasema Ellen White, prayer is the opening of the heart to God as to a friend. Maombi ni kufungua moyo kwa Mungu kama kwa rafiki. Si kuna rafiki yako ambaye unamsimulia kila kitu? Kila mmoja hapa ana rafiki yake ambaye huwa hamweki kwenye loudspeaker wakiongea kwenye simu. Si ndio hivyo jamani? Na mimi na jamaa yangu huwa akipiga simu namwambia kabisa niko kwa watu. Maana anaweza kuongea chochote. Kwa hiyo inabidi umpe tahadhari bwana. Tafadhali. Sasa anasema unapoongea na Mungu fungua moyo wako kama unaongea na rafiki yako. Ukianza kuelewa kinachokuambia hutapangilia maneno. Tunaelewana hapo Hutapangilia nini? Ukiona unaingia kwenye maombi unapangilia Kiswahili, hayo sio maombi, unaongea na bosi. Mwenyezi Mungu, ngoja nikueleze kinagaubaga. Mungu ana kinagaubaga gani? Hata hivyo tukimweleza mambo yetu ni njia tu ya kuonyesha tumempa ruhusa, lakini kiukweli anajua kila kitu. Ni kanuni tu ya kiroho kwamba lazima tumwambie kwa eleza vizuri, hakuna shida yoyote. Sasa aina hizi za maombi uzitumie unapokuwa kwenye changamoto. Namba 1, maombi ya kukiri na toba. Nimesemaje hapa? Haya ni muhimu sana kwenye changamoto. Unapitia ugumu wowote, aina hii ya maombi itumie. Maombi ya kukiri na toba. Haya ni maombi muhimu sana uyatumie. Yatakusaidia sana. Ni aina gani ya maombi hii? Naomba usikilize ninapoyaelezea. Ni maombi ya kuungama makosa na dhambi zetu, kuomba msamaha na kuamua kugeuka na kuishi maisha mapya. Kwa nini ni muhimu wakati wa changamoto? Ni muhimu kwa sababu kuna wakati changamoto unazozipitia wewe ni matokeo ya wewe kukengeuka na kupita njia isiyofaa. Lakini kuna saa tukiomba tunaomba kana kwamba tunaonewa.
Kumbe huyu Mungu anajua kabisa mwanangu hapa alichemka. Mnamkumbuka, ngoja nione kama hii tunaikumbuka vizuri. Mnamkumbuka bwana mmoja alikuwa ni tena Biblia imetumia lugha ngumu. Yule ambaye alikuwa anaenda kuwalaani Waisraeli alikuwa anaitwa nani? Balaam mwana wa nani? Mmechanganya mafaili. Kulikuwa na mfalme alikuwa anaitwa nani? Yule mfalme yule ambaye ndio alikuwa anasema njoo nisaidie kuwalaani wana wa Israeli, alikuwa anaitwa Balaki mwana wa Peori. Na huyu ni nani? Balaam mwana wa nani? Aisee, leo ningekuwa nagawa zawadi hapa ingekuwa raha kweli kweli. Haya, vyovyote inavyokuwa, lakini kuna mmoja ambaye alikuwa ni nabii anaitwa nani? Yule ambaye yule nabii yule kabisa, Balaam. Mnakumbuka Balaam aliitwa ili aweze kuwalaani Waisraeli. Neno kulaani Waisraeli, nendeni mkalisome katika wale ambao mnaweza kuchambua. Sifa yake tunamjua kama Balaam nabii, lakini anaitwa Balaam the sorcerer, mchawi. Ina maana ya kwamba kitendo cha kulaani ni uchawi. Mnajua hata wanaologa wanatumia nini? Maneno. Ni kulaani kule, ni uchawi ule kabisa, yani wanatamka maneno. Ndio maana mtoto wa Mungu yeyote ambaye wewe umezaliwa mara ya pili, hatukutarajii ulaani watoto, maana huo ni uchawi. Mshike mkono jirani yako, mwambie umeelewa au bado hujaelewa. Amesemaje? Hatutarajii hayo mambo. Wewe unalaani nini? Sisi tumetumwa kubariki. Haleluya. Haya, utasoma kwa muda wako tu. Hii nachombeza tu, nahitaji ni kuonyesha jinsi ambavyo tunapata shida kama matokeo yetu. Hesabu 22 utaisoma kwa muda wako, utaona ile story. Basi akatuma wajumbe kwa Balaam mwana wa Peori hata Pethori ulio kando ya mto mpaka nchi ya wana watu wake, kwenda kumwita akisema, tazama kuna watu waliotoka Misri, tazama wanaofunika uso wa nchi, tena wanakaa kunikabili. Basi njoo na kusihi unilaanie watu hawa, maana wana nguvu kunishinda mimi. Labda nitaweza tupate kuwapiga, niwafukuze watoke katika nchi yangu, kwa maana najua kuwa yeye umbarikie ubarikiwa, na yeye umlaanie atafanya nini? Atalaniwa. Lakini jamaa alikuwa ni mchawi. Sasa huyo ambaye ameitwa sasa, ngoja tuone sasa, turudi pale. Basi akatuma wajumbe kwa Balaam mwana wa Beori. Niwaulizeni, aliyeitwa kwenda kulaani anaitwa nani? Nimesoma hapa sasa hivi, tuache kula sukari. Narudi tena. Basi akatuma wajumbe kwa Balaam mwana wa Beori hata Pethori ulio kando ya mto mpaka nchi ya wana wa watu wake, kwenda kumwita akisema, tazama kuna watu waliotoka Misri. Na mimi nimeuliza swali, ambaye anakuja kulaani aliyealikwa anaitwa nani? Balaam. Wakati anaenda alikutana na malaika anamzuia, lakini akalazimisha mpaka yule punda akaenda mahali akamsugua kabisa mguu kwenye mwamba hivi au kwenye ukuta. Aliendelea hivyo hivyo kulazimisha. Kuna wakati Mungu anatuzuia tusiende kwenye maeneo ambayo yana hatari, lakini tukikaza mioyo yetu Mungu anatuacha twende, na tukienda huko tunapata matokeo ya uchaguzi wetu. Kwa hiyo hata wakati mwingine uchungu na ugumu tunaopitia ni matokeo. Ndio sababu maombi aina ya kwanza ni maombi ya kukiri na kutubu. Haleluya. Andika Zaburi 51 fungu lile la 10. Zaburi 51 fungu la 10. Mnafahamu sana, Mungu uniumbie moyo safi, fanya upya roho iliyotulia ndani yangu. Ina maana hapa anapoungama na kutubu anasema, nimefanya mambo ya ajabu kwa maamuzi yangu mwenyewe, niumbie moyo safi. Kitabu hiki cha Njia Salama au Hatua za Ushindi au Jipatie Amani Moyoni ni kitabu ambacho nimekipenda. Nadhani miaka 3 mfululizo kwenye makambi nilikuwa nakipigia debe kila moja akisome. Ukurasa wa 38 anasema,
True confession is always of a specific character and acknowledges particular sins. Anasema kukiri kwa kweli daima ni kwa dhambi maalum inayojulikana tena kwa uwazi. Ikiwa mtazingatia vizuri mafundisho yale ambayo yamepita, nilisema hivi, wakati mwingine tunatubu dhambi kwa lugha ya jumla, lakini mtu ambaye anatubu kwa dhati anataja dhambi kwa jina lake kabisa, ni hii. Yaani kama wewe una uchoyo, sema kabisa, Mungu nisamehe, mimi ni mchoyo, nina roho mbaya. Ndipo mwambie niumbie moyo safi. Na usijidanganye. Kama umempokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako na ukabatizwa, kuna wakati hata kama una roho mbaya unajijua. Maana roho Mungu anakuambia hiki ulichofanya kwa kweli. Amekuja mtu hapo kanisani anakuuliza, jamani, kuna binti hapa kanisani anaitwa fulani, nimekuja kuulizia, kuna kijana wangu anaposa, anauliza kama binti anafaa. Nimeambia wewe ndio shemasi, kwa hiyo nimekuja kukuona utuambie habari za binti huyu. Sasa wewe shemasi mwenyewe ulionekana unafaa ukafanywa kuwa shemasi, lakini ukiangalia nyumbani kwako pia una mabinti hawajaposwa. Mtihani. Na wewe ndio unaambiwa sasa useme. Kwa hiyo unajikuta automatic unaambia wewe huyo. Kwa kweli anaimba kwaya tu anaimba, ila juzi nimesikia ndo ametoa mimba ya 7. Mwisho unawaza sasa, kama ni ya 7 nitapata wajukuu kweli hapa? Hiyo ni roho mbaya. Ngoja ujipime mwenyewe tu hapa sasa hivi, ili ukiingia kwenye toba ujielewe. Kuna dhambi tunaziignore. Unajua, tukiongelea uzinzi, zina, ndio dhambi zinafahamika na zimefanywa kuwa kubwa. Ni kweli ni kubwa, sikatai. Lakini sisi wakulima ambao tunatumia jembe la mkono tunasema kwamba mawe madogo madogo ndiyo yanaua jembe. Kweli si kweli? Sio makubwa, vidogo vidogo unavidharau. Utajijuaje ya kwamba hii dhambi inakuwinda kwenye maisha yako? Natakiwa uitubu na ugeuke haraka sana. Natoa tu mfano hii ya kawaida. Namba 1, ukiona mafanikio ya mwenzako roho inakuuma, jua una roho mbaya. Usiende kupiga ramli, ungama. Hiyo ni kanuni, izingatie hiyo. Ellen White anasema true confession is always of a specific character and acknowledge particular sins. Ungamo la kweli mara zote ni la tabia inayojulikana au dhambi inayojulikana kabisa. Unahitaja hii kwa jina lake, ni hii. Alafu na kutambua dhambi husika. Usiombe, usiungame kwa jumla. Hasa wanasema, mchungaji, napitia magumu, ninawezaje kuijua ile dhambi? Tusiongee mambo tu hivi kujitetea. Ukweli ni kwamba unapoingia kwenye toba ya kweli na maombi ya kweli ya toba, unajikuta wakati ule Roho Mtakatifu ataanza kukuletea mafunuo ya dhambi zako. Tena moja utajua kabisa ni hii. Kila inayokuja usichelewe, tubu, geuka. Haleluya. Kiri, ungama. Namba 2, maombi aina ya pili, maombi ya kulegeza mzigo au kamba. Nimesemaje? Maombi ya kulegeza mzigo au kamba. Haya zingatie sana wakati wa changamoto yoyote unayoipitia. Usiache kuomba haya maombi, yatakusaidia na kukuvusha. Haya sio maombi tu ya kawaida, ni maombi ya kulegeza mzigo au kamba. Ni aina gani ya maombi haya ambayo tunayasema hapa? Udisikilize kwa makini ninapoyasema haya. Anasema hivi, ni maombi ya kumwambia Mungu kila mzigo na huzuni, hofu, wasiwasi na msongo wa mawazo. Kwa taja kitu kimoja ambacho unakipitia wakati ule. Unapokitaja unalegeza ile kamba. Hebu, kuna nyakati ambapo mzigo wa maisha unafanya moyo kuwa mzito. Inaweza kuwa ni uchumi, hofu ya afya yako na mambo kama hayo. Nitoe mfano kwa haraka kwa neema ya Mungu tuweze kuelewana vizuri. Kwa mfano, unaumwa. Unapoumwa unaona kama vile
ule ugonjwa utakuletea kifo. Mwambie Mungu, kwa ugonjwa huu nimeshikwa na hofu ya mauti. Unapotaja tatizo lile kwamba nimeshikwa na hofu ya mauti, kama kuna kamba ya mauti iliyokufunga inalegea. Haleluya. Unajua hivi vitu ni halisi. Daudi anasema kamba za mauti zilinifunga. Kwa hiyo kuna saa zinakufunga kabisa mpaka unaogopa. Unaona mbona kama ndio unaondoka hivi. Mwambie Mungu. Na wimbo wetu tunaimba kila siku, umechoka je, umesumbuka, mwambie Yesu sumbuko lako. Unajua ule wimbo kuna sehemu inasema kabisa, waogopa kifo kukutisha sijui na vitu. Mwambie Yesu sumbuko lako. Je, ni mambo ya kesho, mwambie. Kwa hiyo maombi ya aina hii ya kulegeza mzigo ni maombi ya kumwambia Mungu kila mzigo na huzuni, hofu, wasiwasi na msongo wa mawazo. Lazima kuna kitu ambacho ndo kimeingia hapo. Baada ya kuambiwa hiki naogopa hiki, mwambie Yesu. Mwambie nilivyopata taarifa hii ninaogopa hiki. Nilipowaza kuna hiki kimenijia. Vitaje vyote katika listi yako, taja kimoja kimoja. Andika tu hii, andika kwa sababu ya spidi yetu, andika tu. Samueli wa kwanza sura ya kwanza fungu la 10. Hana alikuwa na uchungu moyoni, akasali kwa Bwana huku analia sana. Akaanza kutaja shida yake. Shida yake ni kwamba Hana alikuwa anasemwa sana na mwenzake, wewe huna mtoto, si imekuwa hivi. Hana alijua namna kupeleka ya maombi, akataja mwenyewe, na alikuwa anaumia moyoni. Ndani ya moyo wake anabubujikwa na uchungu, anamweleza Bwana mpaka nabii kuhani akadhani amelewa. Kuna kitabu chetu tunakiita Huduma ya Uponyaji, ukurasa wa 481. Sijajua kama kwenye vitabu vya mwinjilisti tunacho, akipo kile. Sawa, anasema hivi: acha mizigo yako yote kwa Mungu na umwamini. Hii sentence nataka muirudie wote vizuri. Acha mizigo yako yote kwa Mungu na umwamini. Hebu rudia hayo maneno. Unajua maana yake ni kwamba kuna wakati tunamwachia Mungu mizigo lakini hatumwamini kama atafanyia kazi. Unajisikiaje wakati umemwachia mtu kitu, umeachiwa kitu na mtu lakini anakuja kufuatilia mara kwa mara? Hujanielewa. Utanielewa siku ambapo umevaa koti la mtu alafu mmekaa naye karibu, alafu kuna sufuria masizi inapitishwa. Jamaa atakwambia, bwana kuwa makini bwana, utanichafulia koti hapa. Lakini ukimwamini mtu, ukampa mtu kazi, umepewa kazi, kwa mfano wewe ni fundi, amekwambia bwana nitengenezee kibweta, nitengenezee meza. Kila dakika mtu anakuja anakwambia, we kata vizuri hapo. Hata ule ujasiri wa kufanya kazi unafanya nini? Unaisha. Huwezi kuwa na ujasiri wa kufanya kazi. Moja ya sababu kubwa ambayo mshtaki wetu Ibilisi anatunasa ni kwamba kuna saa tunamkabidhi Mungu mambo lakini tunakuwa na woga. Umeshamwambia Mungu lakini bado unamfuatilia kwa karibu. Ukisikia huko nje Mungu wakati ulishamwambia hilo jambo, lakini baba, unaona baba wanakuja, ulishamwambia. Kuna staili ambayo Mungu anatamani tuwe nayo. Naomba mfano wa Yesu Kristo mwenyewe. Mnakumbuka ule wakati pamepigwa dhoruba, inapiga. Biblia inasema Yesu mwenyewe alikuwa amelala, lakini wanaohangaika huku ni nani? Wanafunzi. Yaani uko na Yesu kwenye boti alafu na stress. Ni sawa na mtu ambaye amefungwa kwenye likio likubwa uko ndani, likio likubwa, na wakati umeingia mle ndani kwenye ile likio likubwa, wanakuambia hili likio liko imara kweli kweli. Alafu unamwambia nithibitishieni. Wanachukua jiwe wanagonga, pap, unashangaa kioo kiko salama. Lakini ukiwa pale ndani, ghafla simba anafunguliwa, anakuja spidi, anakuja kwenye kioo, alafu unakimbia. Ulishaambiwa kioo kiko imara. Unapomwachia Mungu mambo yako, mwache atende kama anavyotaka yeye. Mungu atusaidie sana.
Anasema kwenye kitabu kile cha Ministry of Healing, mwachie aina ya maombi ya tatu. Tuko sawa sawa? Namba 3, maombi ya kuomba neema ya kuvumilia. Sentensi ni ndefu lakini utaiandika hivyo. Maombi ya kuomba neema ya kuvumilia. Maombi ya kuomba neema ya kuvumilia. Ukishaandika sema amina. Bado. Maombi ya kuomba neema ya kuvumilia. Endurance prayer. Haya yanakuaje? Ni maombi ya kuomba nguvu za kubaki imara na kuwa mvumilivu hata wakati wa maumivu yakiwa makali. Ukisha nisikiliza hapo vizuri, nataka utulie unisikilize hapa upate maelezo vizuri. Sikia maneno haya. Mnamkumbuka Mtume Paulo alipopata changamoto? Watu wana mijadala mingi kuhusu nini kilimpata, lakini sio kazi yangu leo kuelezea. Anasema nina mwiba, nimemuomba Mungu mara 3. Anasema lakini katika mara zote hizo jibu lake ni moja tu, neema yangu yatosha. Kwa kuwa udhaifu, nguvu yangu inaonekana katika udhaifu. Sikia Kiswahili cha kisasa kimeweka vizuri hapa. Anasema neema yangu inakutosha, kwa maana nguvu yangu inakamilika katika udhaifu. Haleluya. Pastor, sijakuelewa. Kuna wakati mwingine changamoto unayopitia ni mtaji wa kukukusanyia baraka, ila ukiomba utolewe, ina maana unasema nipunguzie baraka. Paulo kuna mahali fulani, nadhani ni katika hii, anasema niliposikia hayo maneno, Paulo mwenyewe anasema Mungu alipomwambia hivyo, anasema nikana kwamba nikasema sasa nitajivunia udhaifu wangu. Haleluya. Maana kumbe udhaifu wangu una nini? Una baraka ndani yake. Kwa hiyo mchungaji, unamaanisha nini? Namaanisha hivi, wakati mwingine ukiwa umeomba kuhusu jambo, maumivu, uchungu, mara ya kwanza umeomba, nisikize vizuri hapa, ukaomba mara ya pili, ukaomba mara ya tatu, lakini udhaifu uko, maumivu yako, badilisha maombi. Anza kuomba neema ya kustahimili. Haleluya. Mwambie Mungu sasa niongezee misuli, ili mzigo ukiwa mzito naendelea kuongeza tena. Mzigo unakuwa mzito, nguvu inaongezeka tena. Moja ya sababu kubwa ambayo nilipenda jamii ya Land Rover ya magari, yana mfumo hasa ya kina Discovery, yana mfumo ambao kilo zikiongezeka tu inajaza upepo kulingana na idadi ya watu. Kwa hiyo ukiongeza tu, kwa badala ya kusema punguza watu, inasema nitaongeza upepo. Haleluya. Kwa hiyo na wewe hapo ulipo, umeomba mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu, iko pale pale. Badala ya kusema nitoe, kumbe ukisema nitoe umesema nipunguzie neema. Kumbe ukisema nitoe unasema nipunguzie baraka. Hazipungui, ila niongezee. Haleluya. Baba anasema ikiwezekana kikombe hiki, lakini sio kama mapenzi yako kafanya nini? Yatimie. Tunakaribia kuomba sasa. Sikiliza haya. Utanikuta kwamba namnukuu Ellen White sana, ni kwa sababu napenda sana vitabu vyake na maandishi yake. Ana kitabu chake kinaitwa Tumaini la Vizazi Vyote, ukurasa wa 301. Kile cha Kiingereza, lakini anasema every trial accepted as God's means of discipline will produce joy. Nairudia tena. Every trial accepted as God's means of discipline will produce joy. Kila jaribu linalokubaliwa kama njia ya Mungu ya kutufundisha huleta furaha. Haleluya. Kuna mahali mpaka Daudi akasema kwamba bora tu umenichapa, kwa sababu aliona alivyochapwa akaona matokeo mazuri. Tumeongea aina ngapi mpaka hapo, ili nione watu wangu tuko sawa sawa? Ziko ngapi hizo? 3. Aina ya 4, maombi ya kushukuru. Nimesemaje hapo? Maombi ya kushukuru. Kwenye kitabu changu kinaitwa siri za maombi yaliyojibiwa, kuna maeneo ambayo nimeelezea aina 7 za maombi, iko humo ndani, na Ufunuo Publishing wanafanyia kazi kile kitabu, kitatoka hivi karibuni, kwa hiyo mtakipata kwa wainjilisti wa vitabu. Moja hapo ni maombi ya kushukuru. Ni maombi ya kumshukuru Mungu hata wakati moyo unalia.
Pagumu hapo Maombi ya kumshukuru Mungu wakati moyo unafanya nini? Unalia, unapitia ugumu, lakini unasema asante Yesu, ninakushukuru maana sijui huko mbele kuna nini, sijui kwa nini umeruhusu hili, najua unanipenda, ninajua unanithamini, usingeruhusu hili bila sababu, asante. Mchungaji, mtu amepoteza mtoto wake kipenzi chake alafu anashukuru, ndio inakuwaje hii? Siku ukifunguliwa macho, ukifika mbinguni, ile miaka 1000 ambao utakuwa tumekaa pale tunajadiliana naye mengi sana, kuna siku utamuuliza, japo wanazuoni wanatheolojia wanasema hii habari ya kusema nikifika nitauliza tunaisema hapa, anasema lakini tukifika pale, kwa kuwa tutapewa akili mpya, utashangaa majibu yanakuja automatic. Lakini tuongee hapa maana hatujafika huko bado. Kwa hiyo huko bado anamwambia Mungu, mimi sikuelewi, kwa nini uliruhusu mtoto wangu kabisa, amesoma, nimemsomesha kwa shida, amefika chuo kikuu kwa tabu, amegraduate, baada ya kugraduate bodaboda akamgonga akafa. Mungu, mimi sikuelewi. Mungu anakuambia niliruhusu itokee kwa sababu mtoto wako angeenda kufanya kazi, angeenda kumwabudu shetani completely, ungempoteza, angeingia jehanamu ya moto. Kwa nikaona nikatize uhai wake hapa bado akiwa ana imani nzuri, ili ukutane naye. Wakati unamuuliza Mungu, sasa yuko wapi? Anamuita malaika wa mwongozaji, njoo. Malaika mfungulie kile chumba. Akifungua unamkuta kijana wako, naambia unganeni tena. Haleluya. Utajikuta automatic mahasira yote kwisha. Kwa hiyo Mungu anakuuliza, hivi lipi bora? Angepotea milele. Maombi ya kushukuru ni kumshukuru Mungu hata wakati unalia na macho yanatoa machozi. Hutambua uwepo wake na baraka zake hata katika hali ngumu. Matendo 16:25 mnaifahamu vizuri hii. Katika usiku, katikati ya usiku, Paulo na Sila walikuwa wakisali na kuimba nyimbo za kumsifu Mungu. Mkishaiandika naomba mnisikilize, kuna dondoo hapa nahitaji niweze kuinukuu vizuri kabisa, na nilikuwa namuomba Mungu anisaidie nisije nikamaliza hili somo bila kuwanukulia hii. Inatoka kwenye kitabu kinaitwa The Ministry of Healing, ukurasa wa 251. Anasema nothing tends more to promote health of body and of soul than a spirit of gratitude and praise. Anasema hakuna kinachosaidia afya ya mwili na ya roho kama moyo wa shukrani na sifa. Kumbe unapomsifu Mungu na kumshukuru, unaleta afya ya mwili na ya roho. Jifunze tu siku moja, jifunze. Kafanyie mazoezi. Wakati unapopitia machungu magumu, acha kuomba na kulalamika. Mwambie tu Yesu asante. Kuna karoka anakuja kunambia, lakini mwambie akusaidie, mwambie asante na kutukuza, wewe ni Mungu. Kuna karoka anakuja kunakwambia, lakini hujamwambia shida yako, mwambie tu katika miungu wewe ni nani? Ni Mungu. Asante kwa upendo wako, asante kwa fadhili zako, milango itafunguka. Maombi ya imani. Maombi ya imani ni maombi ya kumwamini Mungu hata bila kuona majibu mara moja. Mwamini tu. Mwamini tu. Hata kama hujaona majibu, mwamini tu. Mwamini. Ayubu 13:15. Hata akiniua bado nitamtumaini. Haleluya. Hata akiniua bado. Huwa nikifika hili fungu namkumbuka mchungaji Paul Semba, alidadavua vizuri sana kwenye masomo yake mojawapo. Hili fungu hili, kila nikilisoma nakumbuka, maana nilifuatilia sana hilo somo lake vizuri kabisa. Katika lugha ya asili, neno ambalo limetumika pale tukilidadavua vizuri, ni kana kwamba Ayubu anasema hivi, hata ikitokea nimewekewa kisu shingoni, nitauliza nani ameshika? Haleluya. Anasema nikisikia tu akisema ni mimi Mungu wako, namwambia songa mbele, kata. Haleluya. Ajapo niua, hata ikitokea na niua, bado nitamtumaini. Nakumbuka hata Isaka, maandiko yanasema kwamba alimtumainia yeye ambaye anaweza kuwafufua nani?
wafu. Kajamaa kalikuwa kana nguvu, kangemkimbia baba yake kabisa, kangesema huwezi kuniua mimi, lakini kakakubali, kakafungwa. Ila tumaini lake ni kwa Mungu. Ni nani kati yetu ambaye anaingia hasara, anapoteza mali, anapoteza afya, anasema kama ni Mungu ameruhusu nitaendelea kumtumainia? Watu wanakuja na kwambia kuna mkono wa mtu hapa, mwisho naenda kupiga ramli. Mfanyabiashara mmoja ambaye mwaka ule wakati Barack Obama anagombea uraisi, alikuwa ni kati ya wagombea wa uraisi kule nchini Marekani. Alikuwa ni Mkristo wa imani ya Kikristo iliyoshika kasi kweli kweli. Huyu bwana siku moja katika historia ya maisha yake alikuwa ni tajiri mkubwa, ana kiwanda kikubwa sana. Kuna siku moja ikatokea kiwanda kikaungua, akapigiwa simu, boss, kiwanda kinaungua huko. Akakimbia haraka sana. Moto ulikuwa ni mkubwa kiasi kwamba walikuwa hawawezi kuudhibiti. Zimamoto wa Marekani na taaluma yao yote walikwama. Akampigia mkewe simu haraka sana, akamwambia mama fulani, njoo, kimbia haraka. Anasema kuna nini? Anasema njoo uone tukio ambalo hutakaa ulione kwenye maisha yako tena. Mwanaume hajawahi kuniita kwa haraka hivi. Akakimbia kufika pale, pap. Anasema unaniita kuona kiwanda chetu kikiungua? Akamshika mkono mke wake. Ni wazungu tu anaweza hii, wabongo. Akamshika mkono mke wake, akamsogeza karibu, akamwambia angalia, sisi ni wacha Mungu, tunamwamini Mungu. Alikuwa na uwezo wa kutuonyesha hata katika ndoto nini kinatokea, lakini ameacha, ameruhusu kiwanda kiungue. Ninachokupa taarifa ni kwamba Mungu anaunguza makosa yetu. God, believing that he loves us and he knows best what is for our good. Imani ni kumtumaini Mungu, kuamini kwamba anatupenda na anajua kilicho bora kwetu. Pastor, njoo hapa mbele. Mchungaji ataombea watu wote walioko hapa, na baada ya hapo mimi nitawaombea watu wote wanaotufuatilia kwa njia ya mtandao kwa kadri Mungu atakavyokuongoza. Karibu tuombe. Baba yetu na Mungu wetu, jina lako litukuzwe tena katika masaa haya. Tunakushukuru kwa kuwa umetufungulia siri hii ambayo tulikuwa tuifahamu katika maisha yetu. Baba yetu na Mungu wetu, tunaleta mizigo yetu mikononi mwako. Miongoni mwetu watu wana mizigo mizito katika mioyo yao. Wengine ndoa zao zinakaribia kuvunjika. Wengine watoto wao heshima hawana. Wengine ni uchumi, lakini wengine mahusiano yao yameenda mbali. Baba yetu na Mungu wetu, tumeelewa siri hii, tunakuja miguuni pako. Karejeshe uhalisia ule wa kwanza. Baba yangu, kuna mwingine analia usiku na mchana akitaka faraja. Kuna mwingine ni magonjwa. Baba yangu, katika jioni ya leo, kwa mamlaka ya jina lako, tunakusi karejeshe mahusiano katika familia fulani. Ikiwezekana ndoa hiyo ikatengamae. Ikiwezekana magonjwa haya ambayo watoto wako wanaomba yakapate uponyaji. Tunakuomba kwa sababu wewe ni baba yetu. Tunakuomba kwa sababu wewe ni Mungu wetu. Tunaamini umeshatenda na utaendelea kutenda kwa Kristo Yesu. Amen. Baba yetu na Mungu wetu, asante kwa kuwa umesikia maombi yetu. Yeyote ambaye anatamani uponyaji akaupokee kwa jina la Yesu Kristo. Ambaye anahitaji neema ya kupita wakati wa majaribu aweze kustahimili, mpatie hivyo. Yeyote ambaye anasema hata kushukuru na shindwa, maana moyo ni mgumu na kataa, mfundishe kushukuru. Asante, maana unakwenda kuwafungua wote waliofungwa na nguvu za giza. Changamoto zote tumezileta kwako, na wewe unayetupenda na kutujali ukatende sawasawa na wingi wa neema yako. Neema yako yatosha. Kwa jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini, amen. Amina. Bwana awabariki sana.